Jamii imetakiwa kuchukua tahadhari ya kujikinga na maradhi nyemelezi ikiwemo saratani ya mlango wa kizazi katika kupata chanjo kwa lengo la kutokomeza janga hilo. Meneja msaidizi wa kitengo cha maradhi yasiyoambukiza Zanzibar, Dr. Zuhura Saleh Amur, ametoa kauli hiyo wakati akizungumza na wanafunzi katika skuli za maeneo tofauti kisiwani Pemba, ambapo amesema ugonjwa huo umekuwa mkubwa kutokana na wanajamii kwa kutokuwa na mwamko wa kupima afya zao. Amesema saratani ya shingo ya kizazi ni tatizo linalowakumba wanawake walio wengi, hivyo bila wazazi kuchukua hatua za dharura kuwapeleka watoto wao hospitali kupima, kuna uwezekano mkubwa wa kupata athari katika mfumo wake wa uzazi. Jamii ifahamu umuhimu wa kuwapatia mabinti wao hii chanjo ya HPV. Kwa hiyo ikiwa chanjo imetolewa mashuleni, wazee wanapoambiwa, wanapoelimishwa, wasikatae. Na tunashukuru na tuwapongezi kwa Zanzibar, tumefikia asilimia kubwa sana kwamba mabinti wetu wameweza kupata hiyo chanjo. Kwa hiyo tuendelee na ari hiyo hiyo, tuendelee na uelewa huo wa kuwashajihisha wazazi walezi wakubali mabinti zao wapatiwe hii chanjo ya HPV, kwani chanjo hii ni suluhisho la kuweza kudhibiti maongezeko ya saratani ya shingo ya kizazi, na miaka 20-15 inayokuja Zanzibar saratani ya shingo ya kizazi itakuwa ni historia tu. Kwa upande wake, mratibu wa kitengo cha elimu ya afya Pemba Suleiman Fakihaji na daktari dhamana hospitali ya wilaya Micheweni Dr. Khamis Rashid wamesema miongoni mwa dalili za ugonjwa huo ni pamoja na kufanya uvimbe na kutokwa na majimaji yasiyo ya kawaida. Ili tujikinge, ili tupate salama, sisi Wizara ya Afya pia kushirikiana na yeye tunawahamasisha na kuwaelekeza na kuwakumbusha ni muhimu sana kufuata taratibu za kupata kinga ya hayo maradhi ambayo daktari kayazungumza. Kuna dalili ambazo unaweza ukaziona, kuna uvimbe midogo midogo ambao sio ya kawaida katika sehemu ya uke. Kwa hiyo usije kuona ni vitu vya kawaida, ni mapema kuweza kufika hospitali kwa ajili ya kupata ushauri. Lakini vile vile endapo katika mnakuwa, kwa sababu elimu yenu inasogea na kukua, vile vile kuona unatoka damu baada ya kufika katika umri ambao tayari sasa umeweza kuwa mtu mzima na umeweza kuwa na mwenza wako, baada ya kufanya tendo na mwenza wako likatoka ukaona baadaye ukaanza kuona unatoka damu, inakuwa ni dalili nyingine. Dalili nyingine unaanza kuona na maumivu wakati wa kufanya kuwa karibu na mwenza wako katika kufanya kitendo. Kansa ya kizazi hawezi kupata mwanamume kwa sababu mwanamke hana shingo ya kizazi. Lakini tukija kwenye kansa ya tenzi dume, kansa ya tenzi dume anapata mwanamume. Sawa? Mwanamke hawezi kupata. Lakini tukija kwenye kansa ya matiti, hii wanapata wanaume na wanawake. Kansa ya ziwa wanapata wanaume na wanawake. Japo kuwa wanaume wanapata kwa asilimia ndogo sana, 1%, lakini wanapata. Kwa hiyo jinsia nayo pia inachangia kuweza kupata hizi kansa. Sababu nyingine ni urithi. Kama kwenye familia yako kuna mtu aliwahi kupata kansa, mwanafamilia, kwa hiyo kuna uwezekano wa mwanafamilia nyingine kuweza kupata kansa. Kwa hiyo ni vizuri mtu anapopata kansa kumuuliza, je, katika familia yako kuna mtu kapata? Kwa sababu urithi pia nao unachangia. Hivyo ni vichocheo. Kutumia tumbaku aina yoyote ile, shisha, sijui kube, zote zinaweza zikaharibu mfumo mzima wa mwili na seli zikachafuka, zikakusababishia ukapata maradhi. Sawa? Njia moja ya kujikinga ni kuepuka kufanya ngono mapema umri mdogo. Sawa? Unatakiwa ujitunze, utulie mpaka wakati utakapofika, msikimbilie mambo. Tuko pamoja? Nao baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo wameshauri Wizara ya Afya kuendelea na utaratibu wa kutoa elimu maskulini, kwani kuna uelewa mdogo wa kupima afya zao. Wizara ya Afya tunashauri waendelee kutoa elimu katika sehemu mbalimbali kama vile maskulini, katika jamii, ili watu waweze kuelewa. Kugundua zile dalili wasiweze kuchukulia, na atoe msisitizo ili watu waweze kuzifuata zile sheria nazo nini. Wakiziona tu zile dalili
shukrani kwa wageni waliokuja leo katika kituo chetu kwa ajili ya kutupatia mafunzo ya magonjwa ambayo yanaikumba jamii. Pia magonjwa hayo yanakuwa hayaambukizi, lakini yana athari kubwa katika miili ya mwanadamu. Mafunzo hayo yanatolewa kwa wanafunzi wa skuli na vyuo kisiwani Pemba, yanaendeshwa na kitengo cha maradhi yasiyoambukiza Zanzibar kwa kushirikiana na kitengo cha elimu ya afya Pemba chini ya ufadhili wa Benki ya Dunia.